Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 2 Agosti, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Eusebi wa Veseli, askofu. Eusebi alizaliwa mwaka 286 kisiwani Sardinia karibu na Italia. Baba yake aliuawa kwa sababu ya imani yake wakati wa madhulumu ya Kaisari Dioklesiano. Mama yake alipoachwa mjane, aliwachukua Eusebi na dada yake wangali bado watoto wadogo wote wawili, akaenda Roma ambako Eusebi alipata elimu dunia na baadaye alisoma teolojia na kupewa upadre. Eusebi alipangwa kwenda kulitumikia kanisa la Veseli huko Italia na baadaye akateuliwa kuwa askofu wa Veseli. Eusebi aliishi pamoja na mapadre kwa namna ya maisha ya kitawa. Mtakatifu Eusebi aliamini kuwa jambo la kwanza na muhimu ili kuwatakatifuza watu ni kupata mapadre wema na wenye bidii katika mambo ya imani. Kutokana na mawazo hayo na juhudi zake, alifanikiwa sana kupata mapadre wazuri kiasi kwamba makanisa mengine walihitaji mapadre wake ili wawe maaskofu wao. Nyakati hizo, wafuasi wa Ario walianza kutangaza mahali pote mafundisho yao ya uongo. Hata baadhi ya maaskofu nao wakawa wafuasi wa Ario. Papa alimtuma askofu Eusebi kwenye mtaguso wa Milano kuwaonya na kuwarekebisha maaskofu wao. Eusebi aliwahimiza maaskofu wote waliomfuata Ario, kwanza waiungame dhambi hiyo, na pili wakiri tena kanuni ya Nisea ambayo ndiyo kanuni ya imani tunayosali katika ibada ya misa. Hata hivyo, maaskofu hao walishupaa kwa kiburi chao, wakamfukuza Eusebi na kumpeleka uhamishoni katika nchi za Palestina na Misri, ambamo alikaa kwa miaka 6 kama mfungwa wa wafuasi wa Ario. Wafuasi wa Ario walimsumbua sana Eusebi ili akubali mafundisho yao. Kaisari Konstantino alipokufa, Eusebi aliruhusiwa kuzuru miji ya mashariki ili kuwatia moyo Wakristo waliolegea katika imani yao. Alipofika mjini Alexandria, Misri, akabahatika kukutana na Mtakatifu Atanasi. Mtakatifu Eusebi aliporudi Veseli, alianza mara ya pili kupambana na wazushi wa Ario, hata akafanikiwa kuwarudisha wengi katika imani Katoliki. Huko Veseli wamehifadhi tafsiri ya Injili ambayo ilikuwepo kabla ya tafsiri ya Mtakatifu Jerome. Inaaminika kuwa hiyo iliandikwa na Mtakatifu Eusebi. Mtakatifu Eusebi alifariki dunia kule Veseli mwaka 370. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Eusebi wa Veseli, askofu. Nioneshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Rejea waraka wa Yakobo sura ya 2 aya ya 18. Watakatifu wengine wa siku ni Mtakatifu Elfrida na Mtakatifu Rutilius, mfiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Eusebi wa Veseli, askofu, utuombee.